Ushiriki wa wananchi kwenye mikutano ya kijiji ni jambo la muhimu. Wananchi wamekuwa wakishauriwa kushiriki kwenye mikutano hii kwa kuwa mikutano hii imekuwa ikizungumzia mambo mbalimbali ikiwemo masuala ya maendeleo, lakini pia kusomewa mapato na matumizi. Wapo ambao wanashiriki kwenye mikutano ya kijiji na wanaeleza kwamba wanapofika kwenye mikutano hiyo bajeti zinazosomwa ni tofauti na matarajio yao. Ushiriki wa mikutano ya kijiji au mitaa kiukweli ni mizuri, lakini inakosa taarifa maalum kama kwenye swala la mapato na matumizi. Zile taarifa zinakuwa kama hazijaandaliwa kwa wakati. Kwa hiyo zinavyosomwa zinakuwa kama za kushtukiza, lakini wananchi hao wanakosa ile hali ya kuuliza maswali, kwa sababu zile taarifa zinasomwa tu kwa haraka na hawakaribishi nafasi ya kuuliza swali. Na hata mikutano ya kijiji huaga sio automatic kusema tukae baada ya muda fulani tujue baada ya muda fulani tumefanyaje na tumetengeneza kitu gani. Huaga ni taarifa tu za kwao kama za kwao, hazina mashiko. Yaani hatujawahi kusomewa, kwa sababu kuna kipindi tuliuliza hili swala kwamba kulikuwa na mfuko kwamba mkuu wa mtaa anapitia hela kwenye nyumba kama 1000, 1000, 2000, 2000, lakini siku hiyo tuliuliza tukajibiwa kwamba sijui kuna kipaza sauti kimenunuliwa sijui, yani pale tukasomewa vitu vingi tu, lakini hatukuviona. Wakasema hela ndo zinapoenda. Kwa hiyo sasa tena tuanze na upya kukusanya hela. Aisee, hiyo inatupa changamoto sana, maana hatuelewi. Na hupewa rasimu za bajeti ili kufahamu yale ambayo yanaendelea katika maeneo yao. Kuhusiana na rasimu ya bajeti, kwa kweli hatujawahi kusikia, au niseme kwa wangu mimi sijawahi kusikia. Amna, kiukweli waga hawapati, kwa sababu wangekuwa wanabandika hata kubandika tungekuwa tunajua hata kwa kusoma. Hata hivyo, wako wananchi ambao wanashiriki kwenye mikutano hii na kupatiwa rasimu za bajeti, lakini hawazisomi kama ambavyo inapaswa kuwa. Vile kwenye mikutano hiyo kuna rasimu huwa tunapewa, tunazisoma, lakini mimi sijawahi kuzisoma. Kwa wenzangu ndio huwa nasikia wanazisoma, wamezisoma, lakini kwa mimi kama mimi sijawahi kuzisoma. Wengine wamekiri kuwa hawashiriki kwenye mikutano hii ya kijiji. Huwa tunashirikishwa, lakini mimi huwa sifiki, sihudhurii. Lakini mara nyingi huwa wanatushirikisha, lakini sio mara nyingi sana, yani mara moja tu ninavyosikia. Unakuta sijasikia, unakuta tu unashtukizwa ni siku moja. Tunaenda kwenye kikao, unakuta ratiba hujapanga vizuri. Nimezungumza na diwani wa kata ya Bai, Agustino Ndonu. Ananieleza kuhusiana na ushiriki wa wananchi kwenye mikutano ya kijiji, lakini pia anasema kwamba wananchi hupewa taarifa na hata kwa upande wa rasimu hupewa. Wale ambao wanajua vizuri sana kuisaidia serikali wanahudhuria. Ukitisha mikutano ya vitongoji, wale wanaojua umuhimu wa vitongoji, mikutano ya vitongoji wanaenda, akiwa na changamoto anasema, na wengine wanasubiri mkutano ukishaisha ndo aanze kuuliza kwa mtu mwingine. Wale ambao wanafika kwenye mikutano na rasimu huwa zinatolewa za bajeti. Kwanza lazima bajeti ianzie chini. Haiwezi kuanzia juu ikashuka chini. Inaanzia chini kwenye serikali za vijiji, kwenye vitongoji, wanakishaileta wanaunganisha kwenye kijiji. Tunaenda kwenye kamati ya maendeleo ya kata ODC. ODC tunapeleka kwenye maunganisho yetu kwenye halmashauri. Anayesema hajawahi kuiona na haijabandikwa atakuwa sio mzoefu wa kwenda kwenye mikutano, kwa sababu kienda mpango mzima wa mwaka wa kijiji unawekwa wazi. Kwa mfano akienda kwenye mkutano wa hadhara, akiuliza swali mahali gani ambapo hajaelewa, labda mapato au matumizi, wako wajumbe wa serikali ya kijiji walioomba zamana, watawatolea ufafanuzi. Pale ambapo hawataweza kuelewa, wanasema tunaomba serikali rudi ndani ikarekebishe, tarehe fulani ije kuomba mkutano wa dharura ili wapate ufafanuzi zaidi. Mimi ni Jacqueline Kuwanda kutoka hapa Dodoma.